Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Na tuanzie kule Jangwani, Young Africans. George Magunga, leo utatufungulia dimba, na swali langu la msingi zaidi litajikita kwa namna ambavyo kikosi cha Young Africans kimemaliza msimu wa 25-26. Wapi palikuwa na ubora zaidi na wapi pana mapungufu zaidi kuelekea msimu mpya huu, waboreshe wapi, hususan kwenye eneo la kiwanjani zaidi. Nataka tujikite hapo. Haya masuala ya kwenye eneo la uongozi huku tutayazungumzia, lakini tuangalie ndani ya pitch kwanza. Maeneo gani ambayo yanapaswa kuboresha kweli katika yale maeneo makuu matatu ambayo huwa ni rahisi sana msikilizaji kuelewa: eneo la ulinzi, kiungo, pamoja na eneo la ushambuliaji. Kwanza Young Africans ndo walichukua ubingwa msimu uliopita. Kwa hiyo tafsiri ya haraka, hii ndio ilikuwa timu bora ukilinganisha na vilabu 15 vilivyosalia kabisa. Timu ambayo ilifunga magoli mengi na timu ambayo iliruhusu magoli machache. Kwa hiyo tukizungumzia kwa maana ya ubora ulikuwa wapi? Ubora pia ulikuwa kwenye maeneo ambayo nimeyataja, kwamba timu ilikuwa na wastani mzuri wa kufunga kutokana na nafasi ambazo walikuwa wanatengeneza, na timu pia ilikuwa na ubora katika eneo la kuzuia, kwa maana ya namna timu nzima ambavyo ilikuwa inawajibika kwenye ule wakati ambao wanakuwa hawana mpira au wakati ambao wanazuia kwa pamoja. Sasa tunajadili maboresho kwa sababu ukweli ni kwamba timu zote duniani huwa zinafanya maboresho. Kuna mwingine atafanya maboresho makubwa kutokana na mahitaji yake, kuna mwingine atafanya maboresho ya wastani, na kuna mwingine atafanya maboresho madogo sana, kwa sababu akiangalia timu yake hivi anaona nahitaji labda mchezaji mmoja au wachezaji wawili tu kuja kuongeza kitu cha ziada kwenye timu yangu ambacho huenda kilikuwa kinakosekana ama kipo lakini nahitaji bora zaidi. Sasa kwa upande wa Young Africans, wamefanikiwa kupata mwalimu mpya ambaye ataisimamia timu kuelekea msimu ujao. Sasa mwalimu mpya anapokuja, kuna tofauti na ile timu ambayo tayari mwalimu yupo. Utofauti unaokuwepo ni kwamba mwalimu mpya anaweza akaja tayari amekuta wachezaji wamesajiliwa. Kwake inaweza isiwe kesi, kwa sababu kati ya sehemu ya makubaliano ya kazi unaweza kaambiwa, bwana, sisi tutahusika katika hili dirisha la usajili, tutasajili na kwa 90% ama 80 mpaka 90 tuna wachezaji wa namna hii. Je, upo tayari kufanya kazi na sisi? Mwalimu anaweza akakubali, mimi nipo tayari kuchukua hiyo tenda nije kufanya kazi. Anapokuja kufanya kazi mwalimu, kipindi ambacho anaanza kuja kuweka vitu vyake kwenye timu ni kipindi ambacho sasa anaanza kuainisha kwamba bwana, hapa timu hii tuna wachezaji hawa na hawa na hawa, lakini ukweli ni kwamba tunahitaji mchezaji huyu na huyu na huyu. Sasa hiyo inakuwa ni riski moja wapo. Ni kweli alikubali kazi, lakini yeye alikubali kwa kuzungumza na maono yake kichwani. Maono yake kichwani lazima yatengeneze uhusiano na watu ambao yabeba yale maono, kwa maana wachezaji. Sasi kundi la wachezaji 30, wachezaji 15 wakifanikiwa, ama wachezaji kuanzia 15 na kuendelea wakifanikiwa kuelewa kile ambacho anakihitaji, tunasema angalau ni faida kwa timu. Lakini pungufu ya wachezaji 15 tayari inakuwa ni riski kwa timu, kwa sababu utakuwa na kundi dogo sana la wachezaji ambao wanaelewa nini ambacho wanahitaji wakafanye. Kwa hiyo nafikiri sehemu ambayo naamini Young Africans ndani ya pitch kuna maboresho yanahitajika. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la ushambuliaji. Eneo la ushambuliaji ni eneo la muhimu sana, la muhimu. Kosea kwenye maeneo mengine yote, usikosea kwenye eneo la goalkeeping na eneo la ushambuliaji. Na especially pia hata mabeki wako wakati ukiwa na uimara kwenye maeneo matatu ama maeneo mengine, taratibu unaweza kuanza kuwekeza taratibu. Lakini lazima utengeneze msingi kwenye timu yako. Ukiwa na mshambuliaji, kuna siku unaweza usiwe sawa, lakini akakufungia goli moja, timu ikana uwezo wa kuzuia, ukaondoka na alama 3. Unaweza ukawa na ubora kwenye timu yako, lakini kama una mshambuliaji, kuna siku hata wengine unaowategemea wanaweza sitekeleza ile majukumu ambayo unahitaji kuona akiyafanya. Na kama una mshambuliaji, tayari timu inaweza ikadondosha alama 2 kwa maana kupata sare ama ikafungwa kabisa. Kwa mshambuliaji ni muhimu. Huenda anacheza au acheze. Kuna mechi zinamswiti tu au zinamfaa mshambuliaji. Kuna mechi zina mazingira magumu, unahitaji kuwa na mshambuliaji. Na ndio maana angalia hata kwenye timu nyingi, timu ambazo tunasema zinatumia namba 9 vivuli, bench kuna mshambuliaji. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku kuna kitu tunakiita mnyumbuliko wa kimbinu.
Uwezi tu kung'ang'ania kitu kile kile. Kuna siku wewe utatumia namba 9 kivuli, haitakulipa. Yep. Unanielewa? Yep. Utacheza na wapinzani ambao wana ushindani kweli kweli, kuanzia kwenye maarifa na namna ambavyo wanautazama na kufikiria mchezo. Kwa utahitaji kuwa na mshambuliaji ambaye atakuja kubadilisha mtindo wa uchezaji kwa asilimia kubwa kwenye timu yako. Mshambuliaji anabadilisha vipi mtindo wa uchezaji? Sio kwa kuamua timu icheze vipi, lakini anabadilisha mitazamo ya wachezaji wenzie kwamba sasa tuna mshambuliaji. Kwa staili yetu ya kucheza inabidi ibadilike. Kama tulikuwa tunapasiana sana kwa kupitia njia katikati, inabidi tuende pembeni tupige cross kwa sababu kuna mtu yuko ndani. Yep. Na kitu kingine, ameondoka Prince Dube kwenye timu. Amebakia Laurindo, Dep. Yep. Lakini pia natumaini hivyo na namwambia hivyo Clement Mzize msimu ujao awe sawa. Atarudi Desemba. Yes. Yep. Mzize atarejea. Naam. Lakini Mzize anaporejea utakiwi kumpa mzigo mzito sana, kwa sababu amerejea, lazima again kwanza apate ile physicality yake, nguvu, kasi, arudi kwenye hali ya ushindani. Na maana yake kumfanya mchezaji arejee kwenye hiyo hali, unampa dakika chache katika kila mechi, au baada ya mechi 2, mechi 3 anapata dakika za kucheza. Wakati huo Mzize anarejea taratibu, lazima uwe na watu wa kushindia mechi zao. Kwa kwenye eneo la ushambuliaji ni eneo la kwanza kwangu mimi. Eneo lingine ambalo naamini lina kwenye hilo eneo la ushambuliaji, kabla hujahama, unaamini kwa sasa hapa barani Afrika kwa ujumla wake, wapo washambuliaji kwelikweli ambao wanatikisa nyavu ipasavyo kwelikweli, na una imani na hawa viongozi katika scouting ya kuwa scout washambuliaji tishio kwelikweli? Swali langu liko hapo. Washambuliaji wapo, lakini ni wachache sana. Na kwa bahati mbaya soko la washambuliaji limekuwa gumu. Yaani ukipata mshambuliaji ambaye amefunga tu goli 15, gharama yake haiwezi kuwa chini tena. 15 tu kwa msimu. Kwa sababu biashara ipo hivi, ukiwa kuna uhitaji wa bidhaa fulani kwa asilimia kubwa sana, gharama yake inakuwa juu kwenye biashara. No. Lakini bidhaa zikawa nyingi sana, huenda pia bei yake inaweza ikawa chini. Unanielewa? Kwa kama washambuliaji ni hadimu kupatikana, na wanapatikana kwa tabu kwa sababu ya aina uzalishaji wetu sisi kama bara la Afrika, na hata duniani kwa ujumla sasa hivi wanapata tabu. Tunazalisha wachezaji wengi, lakini kuna maeneo bado yanatusumbua. Wachezaji wengi wanakuwa kwenye yale maeneo kwa sababu ya vipaji vyao. Sawa? Sio kwa sababu kuna program maalum nchi na nchi wamedhamiria kwamba tuzalishe sasa washambuliaji. Na unaweza kukuta hata goalkeeper kwenye maeneo mengi sana, hata mtaani kijana anadaka kwa sababu ana kipaji, lakini sio kwa sababu kuna watu wamekaa wakamgumu yule kijana kwamba wewe una kipaji peke yake hakitoshi. Kwa hiyo kwa kauli yako Magunga, kuna uhaba wa washambuliaji. Kuna uhaba mkubwa sana. Kwa hiyo wakati mwingine basi wachambuzi nasi watangazaji kwa ujumla wake, hampaswi kuwanyoshea kidole hawa viongozi pale wanapokosea. Sasa hapo unatakiwa kutuzuia, kwa sababu ndio kazi ya mchambuzi ni kufanya uchunguzi na kutoa maoni yake na kushauri pia. Ama akikosoa anaweza kashauri pia. Umeona hata dunia sisi ambayo tunaishi, tunaishi kwenye mazingira ambayo mimi nasemaga ni dunia ya kibepari, kwa sababu licha ya kwamba kuna uhaba wa washambuliaji, unatakiwa kuwa smart. Ukipewa nafasi wewe unaweza ukaleta mshambuliaji tishio. Ukiniamini? Na ndio unanilipa kwa sababu ya kazi hiyo. Ndio. Mshambuliaji gani ambaye anatisha hivi sasa? Sasa sio ukitumia neno mshambuliaji tishio. Una network ipi? Mimi ninayo. Kutoka wapi? Sasa siwezi kuweka vitu vyangu wazi hapa. Nitajie washambuliaji 3 tu tishio ambao sasa unapewa fursa na engineer hapo, kwamba engineer nenda kangoe striker la magoli hili. Kuna mshambuliaji wa Zambia Sambad Musa, kama sikosei, Musa Umensa. Amefikisha zaidi ya magoli 15 na kuendelea. Ukienda Ivory Coast niliona yule jamaa anahusishwa na vilabu vya Algeria kama sikosei, kaskazini, amefunga magoli 15 na kuendelea. Ukienda DR Congo huwezi kosa mshambuliaji. Ndio maana nimekwambia washambuliaji ni hadimu kupatikana. Sawa? Lakini haikufanyi wewe uwe tu utumie hiyo sababu kuambia watu kwamba jamani tuwie radhi kwa sababu washambuliaji hamna. Haiwezekani, hamna mtu atakuelewa. Yaani wewe unakuja kazini hapa, sawa? Utafuta. Uwezi kurudi ukamwambia shemeji yangu kwamba bwana kazini mazingira hivi na hivi na hivi, kwa leo tulale njaa.
Yani utajua wewe, yani dunia imekutenga wewe kama mwanaume. Hata yani kuiba nitaiba. Utajua wewe anachagiza tu. Hata kama utaacha gari sehemu uchukue hilo upeleke nyumbani. Umeelewa? Lakini maisha lazima yaendelee. Licha kuwa na uhaba wa washambuliaji, lakini kwenye timu kuna washambuliaji. Sasa utofauti wa washambuliaji ni madaraja kwa maana ya ubora. Lakini ukisema mshambuliaji tishio, mshambuliaji anaweza katishio Zambia, Kongo, Burundi, lakini akashindwa kuja kwa tishio Yanga. Kwenye eneo hili la ushambuliaji tusihame kwanza. Jessica, karibu kwa maswali kwa Ashraf pamoja na Kavion. Hapo kwanza. Swala ni mmoja tu kwamba washambuliaji ndio wanasajiliwa, lakini bado wanaonekana wengine wao kuwa changamoto. Sasa ni mshambuliaji wa design gani ambaye anaweza akaendana na matakwa ya kikosi cha Yanga kulingana na waliopo, na huyo sasa ambaye anatakiwa kuja kuwa kama nyongeza ambaye anaweza akaleta impact anapaswa kuwaje? Cha kwanza kabla tujaangalia mshambuliaji ambaye anapaswa kuleta, lazima kwanza tuangalie stability ya timu yenyewe. Kumekuwa na average, yani kumekuwa na wastani wa kocha kubadilika kila msimu either mara 2 mara 3. Sasa kocha mmoja anaweza akaja labda kwa anataka mshambuliaji wa aina fulani, labda mshambuliaji ambaye ana hold up play nzuri all around, then tunasema kuna safu ya ushambuliaji. Akaja mwingine anataka tu goal poacher, mtu ambaye fox in the box. Sasa cha kwanza lazima kuwe kuna stability kwenye eneo la bench. Hilo kitu cha msingi sana. Lakini pia haikupi guarantee, kwa sababu kama matokeo haendi vizuri, kocha lazima watu wamnyoe. Sasa ni mshambuliaji gani ambao Young Africans wanamhitaji? Lazima tuangalie profile ya washambuliaji waliokuepo na washambuliaji ambao wameondoka. Tunaangalia Prince Dube ambaye ameondoka, alafu tutamcomplement na Depu. Depu ni mshambuliaji mzuri sana, akiwa tunasema kwamba mita chache sana mbele ya goli. Ni mshambuliaji mzuri sana. Sio mshambuliaji ambaye tunasema labda ukimpeleka pembeni kama Dube anaweza akafanya mikimbio ndani ya box kwa haraka na akaweza kufunga mabao. Tofauti na Prince Dube, ni mshambuliaji ambao labda ukopo unaweza kumchezesha pembeni, lakini bado akawa na impact, anaweza asifunge akatoa assist, lakini pia ni mzuri sana kuna hiyo mikimbio. Sasa kama Dube ameondoka, lazima umlete mshambuliaji mwenye kaliba ya Dube au juu ya Dube, ili uweze kulinda tunasema ile aina ya uchezaji ambao ilikuwa inakosekana kwenye safu ya ushambuliaji. Hiyo ni cha kwanza. Lakini mtu kama Lolindo tunafahamu uchezaji wake, Depu tunafahamu ambao nishoelezea. Kwa hiyo wanahitaji mshambuliaji, kwa sababu kama Mzize anarudi Disemba, ina maana kwamba unatakiwa walau uende sokoni either ununue washambuliaji 2 ama 1 ambao una uhakika wanaweza kawa match fit, yani kwamba wanaweza kawa na fitness. Rekodi ya huyu mchezaji kuna upande wa majeraha imekaaje? Tunaweza tukaenda na washambuliaji hawa 2 tu peke yake, huku tunamngoja Clement Mzize aweze kupona, kwa sababu unaweza kanunua lundo la washambuliaji alafu wasiperform hiyo 1, alafu akarudi tena Clement Mzize, au inabidi anaingia taratibu kwenye kikosi. Ina maana kwamba Depu ambaye alikuwa kwa muda mrefu anaweza akawa na perform, akawa anabeba mzigo mkubwa zaidi. Ndio hapo sasa kocha anaanza kupata mtihani wa kuanza kuchezesha false 9, unaanza kucheza false 9, unaanza kujaribu aina mbalimbali za wachezaji. Kwa hiyo swala la msingi waende kutafuta tu profile kubwa zaidi ya Dube, aina uchezaji wa Dube. Lakini pia tukopo tunazungumzia washambuliaji, nikopa nataka nigusia hapo kidogo kwenye soko la washambuliaji barani Afrika. Jamani, ni soko ambao ni gumu, na hapo washambuliaji wapo, lakini kuna hao wachache ambao walikuwepo ndio bei zao ni za harama zaidi na watu wanashindwa kuziafford. Nachukua mfano Peter Shalulila amemaliza mkataba pale Mamelodi Sundowns. Ni nani ambaye anaweza kumuafford sasa hivi kwenye ligi yetu hapa ndani uweze kumchukua mchezaji wa namna ile? Unabidi uvunje bank uende kumchukua. Na kwa aina ya mchezaji kama huyo, ni mchezaji ambaye tayari ni proven, na kuna ligi yetu ambayo naweza nikasema mchezaji anaweza asiperform, labda anatoka Afrika ya Kaskazini kule North Africa, anaweza asiperform, lakini akija hapa top performance. South Africa hivyo mchezaji unaweza kaona labda hakuwa ana namba Mamelodi Sundowns, lakini akija kwenye ligi yetu ana perform. Kwa washambuliaji wapo, gharama ni kubwa kwa wale top strikers. Ukitaka mshambuliaji wa kumvumilia utapata kwa bei rahisi, lakini hapo nimewaza kwa kili ndogo tu. Unasajili wachezaji 9 kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa nini usitafute top watatu na katika dirisha ambalo hawapaswi kufanya, ili kulingana sasa na uchumi wako? Sasa katika dirisha nataka maana yake unaleta 9 idadi kubwa, alafu mwisho wa siku
ndio kile kitu ambacho anakizungumza Ashraf kwamba mchezaji anapaswa kuiangalia Yanga kwenye TV. Sasa ubaya vilabu vyetu havijifunzi, lazima tukubaliane kuna hilo swala. Hawajifunzi kuna hilo eneo no. Na hapo kama Ashraf wananiita mnafiki, mimi sasa niliweke wazi vilabu vyetu yani hawajifunzi katika hilo eneo kwa sababu kikosi kinaweza kaa kiko vizuri zaidi lakini changamoto inaweza ikawa watu wanataka zaidi pasipo kumpa mchezaji nafasi. Nataka nikupe mfano. Nio Maema msimu huu kipindi unaanza hakuwa na perform vizuri lakini taratibu ameanza kuwa na stellar performance, ameingia kwenye timu na amekuwa mchezaji muhimu kwenye timu. Msimu umekwisha, right? Sasa kumekuwa na sintofahamu, mchezaji mwenyewe hajui kama atakuwa anaendelea ndani ya timu. Bado ile tunasema kwamba future yake haijawekwa wazi. Sasa kwa mchezaji kama huyo ambaye tayari ameshaingia kwenye timu, unapaswa kuwa unamuongezea mkataba. Simpigi chapuo, lakini ndio yuko hivyo, unapaswa kumuongezea mkataba. Kwa nini? Kuna hao ambao umezungumzia 9, kwa nini usichukue watatu? Una tayari ambaye mmoja yupo alikuwa na perform vizuri, muongezee, punguza tunasema kwanza matumizi ya fedha lakini punguza tunasema kwamba kucheza kamari kwa sababu usajili ni kamari muda mwingine. Unaweza ukaona uhakika performance ya mchezaji huyu kwenye ligi husika ilikuwa nzuri lakini akaja hapa maji yakatepeta. Kwa hiyo ni muhimu cha kwanza kupunguza idadi ya wachezaji wengi, lundo kubwa. Wapo kama ndani ya kikosi chako kuna wachezaji ambao wana perform vizuri, wape nafasi, waamini, tena utakupa matokeo. Okay, sawa. Ashraf, wewe hoja yako iko wapi katika eneo la ushambuliaji la Young Africans? Amebaki Depu, Mzize anarudi Desemba, Dube ameondoka. Swala la msingi sana la Jessica Magama kwamba wanahitaji mshambuliaji mwenye profile ya aina gani kwa sasa, na je, hao washambuliaji wapo? Yes, washambuliaji wapo na wanapatikana. Sio kwa kiwango hicho kikubwa ambacho tunazungumza na wote tunakubaliana kwamba sasa hivi kumekuwa na uhaba wa washambuliaji. No. Lakini nikikuuliza Depu katoka wapi? Watu wamefanya scouting wakampata yule mshambuliaji. Kwa wakati mwingine pia kuna uvivu wa kufanya scouting na kutaka kuona vitu ambavyo tayari vishakuwa ready made tayari. Na tatizo si pesa. Moja kati ya changamoto ambazo tuko nazo ni hizo hapo, uchumi pia hauruhusu. Okay. Fair comment. Unaweza kumpata mshambuliaji anauzwa let's say bilioni 3 bilioni 4. Hakuna timu hapa Bongo sasa hivi ina uwezo wa kutoa bilioni 4 kumsajili mchezaji mmoja. Wakati hiyo bilioni 4 unaweza kukuta inatumika kusajili wachezaji 5 au 6 pia mpaka 7 wakati mwingine. Sijui kwa sababu sikumbuki ni lini mara ya mwisho klabu yetu kumsajili mchezaji kwa zaidi ya bilioni 1 kumleta kwenye ligi hapa. Hata hiyo bilioni 1 sijai kusikia, sijai kuona. Unanielewa? Kwa hiyo wanahitaji mshambuliaji wa namna gani, ndio swali la msingi. Yanga sasa hivi wanaye tayari ambaye ni standing number 9 ambaye ni Depu, na naamini ataendelea kuwepo tangia dirisha dogo amefika. Kaonyesha ubora ambao watu walikuwa wanautarajia pia kumuona mshambuliaji ana deliver, lakini walikuwa na Dube ambaye ni mchezaji ambaye sio namba 9 au kukaa kwenye box tu, ni mchezaji ambaye anapenda sana kufanya movement, namna ambavyo anafanya link up na anasaidia timu pia kuichezesha wakati ambao yeye anakuwa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo wakati mwingine hata walivyokuwa wanacheza na double striker ilikuwa inasaidia pia kuona unacheza na namba 9 wawili, mmoja anakaa kwenye box, mwingine anatokea pembeni. Siamini kama Yanga sasa hivi ataenda sekunde kwenda kumchukua mshambuliaji ambaye anakaa kwenye box moja kwa moja, kwa sababu mchezaji wa namna hiyo pia wanaye. Inawezekana pia, lakini kwa tetesi ambazo mimi niko nazo wanamtafuta mshambuliaji ambaye ana kaliba kama ya Dube, lakini ambaye ni bora zaidi ya Dube. Yani asiwe chini ya Dube, afike kwenye level ya Dube au zaidi ya Dube. Kwa hiyo naamini kwenye hili dirisha kubwa la usajili wanaendelea kupambana kuona namna gani wanaweza kumpata kwa bajeti yao pia. Lakini mimi nitakwambia kitu pia, yani wakati mwingine ulikuwa na mchallenge Magunga kwamba ni akutajiwa shambuliaji watano, si ndio? Unajua watatu tu. Watatu. Unajua kwa nini watu wanakuwa na scouting au na tunamuita technical director? Kuna watu maalum wanafanya hiyo kazi. Ligi ikiwa inaendelea, watu wanazurura kwenye ligi tofauti tofauti, wanaweka kambi kuangalia ni mchezaji gani anafaa. Unaelewa? Unaweza kaenda huko kwenye ligi ambayo sio popular sana, ukakutana na mshambuliaji anafanya vizuri huko, ukamleta, lakini ukikaa kuangalia ni washambuliaji gani sasa unaona kwenye Champions League au unaona kwenye CAF Confederation, pengine itakuwa shida. Lakini possibility ya kuzama Ghana huko kwenda kuangalia kwenye timu, unaenda unakutana na mchezaji. Mfano mimi nitakuuliza, wakati Mayele anakuja Tanzania, si ndio? Hakuwa kwenye ile map ambayo anafanya vizuri, anatingisha Afrika.
Maxim pia Nzingeli kwenye ligi ya kwao walikuwa wanafanya vizuri. Definitely. Yep. Maxim okay. Alikuwa na jina kama ambavyo sasa hivi amelitengeneza? Hapana. Maxim pia Nzingeli? Hapana. Lakini watu walienda wakawaleta watu na wanafanya vizuri. Anset Aura, Libase Gwe. Kwa wachezaji wapo ni watu pia wana uvivu kwenye scouting. Kwani hao wengine unawapataje? Ukikaa ukizungumza na watu, ukifanya tafiti unazungumza na watu ambao wako kwenye mataifa tofauti tofauti, wanakuambia bwana kuna mchezaji huyu, kuna profile hiyo wanakupa, lakini tunafanyaje usajili wetu? Sera zetu za usajili zikoje? Kwani Boyeli alikuwa mshambuliaji wa kawaida? Ande Boyeli? Anaweza sio mshambuliaji wa kawaida lakini akawa ameshindwa kukliki kwenye timu nyingine ambayo amekuja hapo kwa sababu hilo sasa sio kosa la scouting ilikuwa mbovu. Kwa hiyo scouting ilikuwa mbovu kwa Boyeli. Unajua Mkai, kuna kitu kimoja labda mimi nimemuelewa tofauti ya Ashraf. Naam. Mfano sasa hivi kuna washambuliaji ambao wamekuwa na walikuwa na msimu wa moto kweli kweli, msimu wa 25 26. Sawa. Mfano kuna mtu anaitwa Dago Shibamba. Anacheza de Agosto Angola. Kafunga goli 18. Sawa. Azam wamemsajili mchezaji wetu Pape Diallo Dudu kutoka Senegal. Alikuwa ni mfungaji bora. Lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Sasa hivi kuna Abdurrahman Mboji. Yuko Generation Foot. Ndio mfungaji bora msimu. Sawa. Ukienda sijui Zambia kunaona kwa kutajia Moses Shuma yuko Power Dynamo. Ndio. Lakini sijui DR Congo nimesikia Singida wamemsajili mfungaji bora wa Mapendo. Binafoot. Candidate Mapendo. Okay. Sawa, anatoka Dauphin. Lakini pale kuna Ben Namboka ambaye anacheza Maniema. Kwa hiyo unaweza kutoka na washambuliaji, washambuliaji wote niliokutajia wamefunga goli 15.